Ndugu waandishi wa habari, mwezi Mei na Juni 2026, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCA ilifanya operation katika maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la kuzuia uzalishaji, usafirishaji na matumizi ya dawa za kulevya. Kupitia operesheni hizo tulikamata tani 22.6 za dawa za kulevya, lita 30.5 pamoja na kilogramu 19.94 za dawa tiba zenye asili ya kulevya. Pia tuliteketeza ekari 228.5 za mashamba ya bangi na tani 3.3 za bangi na mirungi. Aidha, tunashikilia magari 6, bajaji 2 na pikipiki 33, huku watuhumiwa 188 wakikamatwa kuhusiana na uhalifu huo. Jijini Dar es Salaam, katika eneo la mizigo inayosafirishwa kwenda nje ya nchi kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, tulikamata kilogramu 19.94 za bidhaa zilizotambulishwa kama virutubisho vya lishe aina ya mlonge zinazotambulika kama Alpha Cell au Moringa Extract. Baada ya vipimo zilibainika kuwa vina viambata vya dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya Prazepam. Bidhaa hizi ziliingizwa nchini kutokea nchini Malaysia na zilikuwa zinaandaliwa kwenda nchini Barbados katika visiwa vya Caribbean. Katika tukio hilo tuliwakamata watuhumiwa Agustino Metusela Ismael mwenye umri wa miaka 30 mkazi wa Kimara, Zamia Hardi Upunda mwenye umri wa miaka 23 mkazi wa Bungoni Ilala, na Habiba Ali Mziga miaka 54 mkazi wa Mbezi Makonde jijini Dar es Salaam. Prazepam ni dawa tiba yenye asili ya kulevya iliyopo katika kundi la benzodiazepine inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali ikiwemo wasiwasi, msongo wa mawazo na kukosa usingizi. Endapo dawa hizi zitatumika kiholela au bila maelekezo ya daktari, zinaweza kusababisha uraibu, kuharibu mfumo wa fahamu, mfumo wa upumuaji, upotezaji wa fahamu na hata kifo. Ukijaribu kuangalia watumiaji, wasafirishaji wa dawa za kulevya au wahalifu wa dawa za kulevya hivi sasa wanatumia bidhaa mbalimbali ambazo wanaona kwamba zinapendwa na wananchi ili kuweza kuingiza dawa za kulevya ndani yake na kuweza kutafuta soko. Lakini matokeo yake sasa, wale watumiaji ambao wanatumia hizo dawa au hizo bidhaa bila kujua kama ndani yake kuna dawa za kulevya, mwisho wa siku wanapata uraibu, na wanapopata uraibu wanakuwa tegemezi wa ile dawa, na mwisho wa siku unajikuta kwamba hawa wahalifu wanajikuta wamepata soko na dawa yao inanunuliwa zaidi, kumbe ndani yake wamechanganya na dawa tiba zenye asili ya kulevya au dawa za kulevya na kuharibu afya za Watanzania. Lakini pia ukijaribu kuangalia usafirishaji wa hii dawa unatia mashaka, kwa sababu imetoka nchini Malaysia, lakini badala ya kwenda moja kwa moja kwenye hizo nchi unazoenda ambapo ni Barbados, kwenye visiwa vya Caribbean, imeshuka hapa nchini ikaenda tena kupakiwa upya afu isafirishwe tena kwenda kwenye hivi visiwa. Hii ni mbinu nyingine inayotumiwa na wafanyabiashara wa dawa za kulevya ili kuvunja ule mtandao, au dawa inapokamatwa isibainike moja kwa moja ilitokea wapi, ili waendelee kufanya uhalifu bila kubainika kirahisi. Lakini mwisho wa siku sasa, hii dawa ingekamatwa kwenye hizi nchi ambazo, hii nchi ambayo ilikuwa inapelekwa ingeonekana imetoka Tanzania, kumbe haijatoka Tanzania. Kwa hiyo tutaendelea kufanya operation, tutaendelea kudhibiti vifurushi vyote vinavyopita kwenye nchi yetu na vinavyoingia ili kuhakikisha hakuna dawa za kulevya zinazotumika kuingiza au kutumia vifurushi hivyo. Katika operation nyingine iliyofanyika mtaa wa Manyanya Kinondoni jijini Dar es Salaam, zilikamatwa kilogramu 34.87 za mirungi zilizokuwa zikisafirishwa kwa kutumia gari aina ya Fuso lenye namba za usajili T490 ECM kutoka Tarakea, mkoa wa Kilimanjaro. Mirungi hiyo ilitokea nchini Kenya, ilikuwa imefichwa kwa kuchanganywa na matenga ya nyanya ili kuficha uhalisia wa mzigo huo. Baada ya kufikishwa jijini Dar es Salaam, ilishushwa katika eneo la kituo cha mafuta kilichopo mtaa huo kabla ya kuanza kusambazwa kwa kutumia usafiri wa bajaji yenye namba za usajili MC 361 CZV.
Katika tukio hilo tuliwakamata watuhumiwa watatu ambao ni Mohamed Omari Mohamed mwenye umri wa miaka 24, utingo na mkazi wa Tandale, Suleiman Omari Suguti miaka 34, dereva wa gari hilo mkazi wa Tarakia Rombo, na Deo Pascal Maratua miaka 32, dereva wa bajaji mkazi wa Tandale kwa Mtogole. Aidha, tunaendelea kumfuatilia mtuhumiwa Hussein Juma Salim mwenye umri wa miaka 52, mkazi wa Dar es Salaam aliyepo Nairobi, Kenya, akihusishwa na tukio hilo. Hawa wasafirishaji wa dawa za kulevya, baada ya kuona sasa udhibiti umezidi, wanachanganya na bidhaa halali ili kuweza kukamilisha uhalifu huo. Wanachanganya na ndizi, wanachanganya na mahindi, wanachanganya na nyanya, lakini na bidhaa nyingine ambapo wanazichanganya kwenye yale magari ya kusafirishia mizigo. Na huyu Huseni ambaye tunamtafuta, yeye ndo aliyekuwa ameagiza huo mzigo kutoka Nairobi ili uweze kuingia hapa Dar es Salaam na kusambaza kwa wateja wake, lakini baada ya kusikia kwamba hiyo gari imekamatwa, alitorokea nchini Kenya kwenye mji wa Nairobi, na tunaendelea kumtafuta na tutahakisha tutamkamata huko huko aliko. Kwa hiyo tunatoa onyo pia kwa wale wafanyabiashara wa bidhaa, kama unasafirisha ndizi zako, unasafirisha mahindi yako, unasafirisha maharage, nyanya na vitu vingine, hakikisha, kwa kuwa wewe ndio unakodi lile gari kusafirisha zile bidhaa, hakikisha zile bidhaa zako hazichanganywi na dawa za kulevya. Tunapokamata gari imechanganya bidhaa zako ambazo wewe mwenyewe mfanyabiashara ndio umeziagiza, zikichanganywa na dawa za kulevya, ina maana na wewe utakuwa unahusika, kwa sababu ule mzigo ni wa kwako. Lazima ujue kilichopakiwa kwenye ule mzigo, kwa kuwa wewe ndio umekodi lile gari. Lazima uhakikishe kwamba kwenye lile gari hakuingii vitu vingine ambavyo ni haramu. Hivyo tunatoa onyo kwa wale wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa mbalimbali kuhakikisha kwamba zile bidhaa wanazosafirisha hazichanganywi na dawa za kulevya. Lakini pia madereva wa hayo magari ya mizigo, tutahakikisha nao tunawachukulia hatua, kama huyu tuliyemkamata, naye tutahakikisha tunamchukulia hatua kwamba ni msafirishaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo wajiepushe na usafirishaji huo wa dawa za kulevya ili wasije wakaingia kwenye mkono wa sheria. Kadhalika, katika eneo la ukaguzi wa mizigo kwenye bandari ndogo ya boti zinazokwenda Zanzibar jijini Dar es Salaam, tulikamata gramu 972.05 za dawa za kulevya aina ya mirungi zilizokuwa zikisafirishwa na mtuhumiwa Kalsam Abdurrahmani Sebi miaka 43, raia wa Kenya mwenye makazi yake jijini Mombasa. Wilayani Kigamboni tulikamata gramu 162.48 za heroin zilizomhusisha mtuhumiwa Omari Miraji Mbonaeni. Taarifa za ukaguzi zinaonyesha kuwa dawa hizo ziliingizwa nchini kupitia mpaka wa Horohoro mkoani Tanga zikitokea nchini Kenya. Tunaendelea kuwafuatilia watuhumiwa wengine wanaohusishwa katika tukio hilo. Hivi sasa, baada ya operation nyingi kufanyika na dawa za kulevya hususan heroin kuadimika nchini, wafanyabiashara wanachokifanya sasa hivi wanatafuta wateja, then baadaye wanaingiza hizo dawa kidogo ili kuhakikisha kwamba wanasambaza kwa wale wateja wao. Lakini tumeweka mifumo mizuri. Dawa yoyote ikiingia hapa nchini na kuanza kuuzwa tu, lazima tunapata taarifa. Ndio maana huyu ameingiza kiasi kidogo kutoka Kenya, lakini tumeweza kumkamata na hatua kali zinachukuliwa dhidi yake. Mkoani Arusha tulikamata kilogramu 106.04 za dawa za kulevya aina ya mirungi zilizokuwa zikisafirishwa kwa kutumia gari aina ya Toyota Premio lenye namba za usajili T853 ECX. Katika tukio hilo tulimkamata mtuhumiwa Goodluck Erasto Nyakaselula mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa Mbezi Beach jijini Dar es Salaam, ambaye ni mtaalamu wa picha za kitabibu, yani radiographer, katika hospitali ya Ocean Road ya jijini Dar es Salaam. Huyu mtuhumiwa tulimkamata ni mtumishi wa serikali, lakini aliomba kibali cha kwenda kusoma jijini Nairobi kwenye nchi ya Kenya, na katika masomo yake ya utabibu aliyokuwa anasoma huko akajiingiza kwenye biashara ya dawa za kulevya. Katika kumhoji akaeleza kwamba alikutana na makundi kule yalimueleza kwamba biashara ya mirungi kuingiza nchini Tanzania anaweza akapata fedha, na yeye pamoja na masomo yake akaanza kufanya hiyo biashara, na tukawa tunamfuatilia kwa muda mrefu. Lakini pia kutokana na hiyo biashara ya dawa za kulevya alitakiwa amalize masomo yake 2015. Anaeleza kwamba hiyo 2025
alishindwa kumaliza masomo yake kutokana na kwamba baadhi ya masomo hakufaulu. Kwa hiyo bado alikuwa kule akiendelea kusoma ili kuweza kufaulu yale masomo au kurudia mitihani ya yale masomo ambayo alifeli. Sasa katika kipindi hicho ndio akawa anaendelea sasa kusafirisha mirungi kuleta nchini Tanzania, na anapokutana na watumishi wa serikali au wale wazuiaji au askari barabarani, anaeleza kwamba yeye ni daktari, anaonyesha kitambulisho. Kwa hiyo wanamwachia, wanaona kwamba huyu hawezi kusafirisha dawa za kulevya. Kwa hiyo mwisho wa siku tukabaini kwamba anayeleta mirungi zaidi Kenya huko Arusha na maeneo mengine ni huyu mtabibu, na tumeweza kumkamata na tunaendelea kumchukulia hatua za kisheria. Lakini tunatoa onyo kwa watumishi wote wa serikali kuhakikisha kwamba wasitumie nafasi yao kuweza kusaidia usafirishaji wa dawa za kulevya. Wapo watumishi wengine tumewakamata 6 ambao wao walikuwa wanasaidia usafirishaji wa dawa za kulevya. 4 tayari tushawafikisha mahakamani na 2 tunaendelea kuchukua hatua ili waweze kufikishwa mahakamani. Kinachofanyika ni kwamba kwa kuwa ni watumishi wa serikali na nafasi zao, wanaweza wakasafirisha dawa kusaidia wale wahalifu kuifikisha mahali fulani, wakijua kwamba barabarani kule wanaposimamishwa na kujitambulisha na kuonyesha vitambulisho, wana uwezo wa kupita kirahisi bila kukaguliwa. Hivyo kutokana na hilo sasa tutahakikisha kwamba wale watumishi wote au wasafirishaji wote wa dawa za kulevya na magari yote yanayopita, hata mtu akijitambulisha yeye ni nani, itabidi sasa tuanze kukagua hayo magari ili kuthibitisha kwamba hilo gari au huyo anayesafiri na hilo gari kwamba hajabeba dawa za kulevya. Lakini tumebaini pia baadhi ya watumishi wachache wa serikali kutumia dawa za kulevya. Jijini Arusha tumebaini kwenye zile kumbi za starehe kuna eneo linaitwa VIP, ambapo ndani yake unakuta watu ambao wanaenda kule, watumishi wanakodi ile eneo, wanakaa kule, wanakula mirungi na wakati mwingine wanavuta bangi. Lakini jijini Dar es Salaam kuna apartment, watu wakitaka kutumia dawa za kulevya wanaenda kukodi apartment, wanakaa kule, wanapelekewa mirungi au wanapelekewa bangi, wanavuta. Sasa tumeshabaini hayo maeneo, na sasa tunatoa onyo ili kwa watumishi wote, lakini pia pamoja na watu wengine, kwamba tutafanya pia operation katika hizo kumbi za starehe, hususan kwenye maeneo ya VIP, lakini kwenye hizi apartment ambazo zinakodiwa na watu wanazitumia vibaya katika matumizi ya dawa za kulevya.